Jiachilie sasa mbele za Mungu wetu. Ita damu ya Yesu inene mema kwa ajili yako. Damu ya Yesu inayoponya, damu ya Yesu inayookoa, inene mema kwa ajili yako. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunaita damu yako ya thamani jioni ya leo. Tunaita msaada wako, tunaita nguvu zako, tunaita neema yako katikati yetu, Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Damu yako inayonena mema inene mema, damu yako inayoponya iponye, damu yako inayotakasa itakase. Tunaita msaada kutoka patakatifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaachilia hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo, hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo, ninaiachilia tena mahali hapa. Bwana, damu yako inene mema kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Bwana umempa kibali, umempa nafasi ya kuwepo mahali hapa. Ninaachilia nguvu zako Bwana za kuponya, nguvu zako Bwana za kuokoa, nguvu zako Bwana za kuweka huru katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo nguvu yako Bwana ipite kwenye kila eneo ambalo mtoto wako anahitaji uponyaji, ipite kwenye kila eneo ambalo mtoto wako anahitaji nguvu, ipite kwenye kila eneo ambalo mtoto wako anahitaji kuamshwa, ipite kwenye kila eneo ambalo mtoto wako anahitaji kutetewa katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia neema yako Bwana, ninaachilia nguvu zako Bwana. Kila aliyekuja na uhitaji wa aina yoyote ile, kila aliyekuja Bwana anahitaji msaada kutoka kwako, ninaachilia hiyo neema ya kumsaidia, ninaachilia hiyo neema ya kumuinua, ninaachilia hiyo neema ya kumsaidia, ninaachilia hiyo neema ya kumpatua. Kila anayehitaji nguvu zako, kila anayehitaji msaada wako, ninaachilia hicho kibali chako juu yake jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako inayonena mema inene mema kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Bwana umempa nafasi ya kuweza kuwepo tena mahali hapa. Asante kwa sababu ya mkono wako ambao Bwana umeukusudia uwe katikati yetu. Asante kwa sababu ya nguvu zako ambazo Bwana umezikusudia. Asante kwa sababu ya mahali ambapo Bwana umeamua kutupeleka na nguvu yako ambayo Bwana umekusudia kuiachilia kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya Yesu. Neema yako Bwana yatosha, 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 yatosha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya nguvu zako. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya uaminifu wako. Nasi Bwana tunajinyenyekeza kwenye uwepo wako na kwenye mkono wako ulio hodari. Sema nasi Bwana sawasawa na jinsi ambavyo imekupendeza kusema nasi. Tupe hatua mpya, tupe kibali kipya, tupe neema mpya. Tusogeze mahali ambapo Bwana umetupa neema ya kupasogelea jioni ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo. Pokea heshima na utukufu Bwana, maana wewe unastahili. Tumeomba haya tukiamini katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Mpe Bwana makofi mengi ya shukrani kwa ajili ya maombi haya. Haleluya. Ninaomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Tulioko nyuma naomba tujaribu kusogea mbele kidogo, na tulioko upande huu naomba tukae hapa. Mmetawanyika lakini sio wengi sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ninajaribu kutengeneza hapa darasa ili tunapoenda kwanza darasa letu basi nisiwe na gawanyika wakati tuna sababu ya kugawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua leo kuna mambo mengi, kuna misiba na hivi, lakini tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kuweza kuendelea kuwa pamoja katika semina hii, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ambacho Bwana amekiachilia cha kuweza kusogea mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Somo ambalo Bwana ametupa kulifuatilia, somo ambalo Bwana ametupa kulifuatilia na maombi ambayo Bwana ametupa neema ya kuyaomba kwenye majira na kwenye wakati huu, ni kukabiliana na giza la aina yote ile ambalo limesimama kuzuia mafanikio yako, au ni ya kiroho au ni ya kiuchumi. Kukabiliana na giza la aina yoyote ambalo limesimama, giza lolote ambalo limesimama kuzuia kitu ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yako. Kinaweza kikawa ni kitu cha kiroho, kinaweza kikawa ni kitu cha kiuchumi,
kinaweza kikawa ni kitu cha kifamilia, lakini kuna giza limesimama hapo mbele, na ibilisi anachopambana nacho ni kuhakikisha hakuna kinachoendelea. Ibilisi anachopambana nacho ni kuhakikisha hakuna kinachotokea. Kwa sababu nataka uelewe hii kitu itakusaidia. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya, ile sura ya 60, Isaya sura ya 60, Isaya sura ile ya 60, maandiko yanasema hivi. Ni mstari ambao wengi tumekuwa tukiusoma, na wengine inawezekana tumeufuatilia mara kadhaa, lakini neno la Mungu linasema, ondoka uangaze. Alafu anasema, kwa kuwa nuru yako imekuja. Nataka uone, anasema uondoke uangaze. Kwa nini uondoke ukaangaze? Kwa sababu nuru yako imekuja. Nataka uone huo mstari, kwa kuwa nuru yako imefanya nini? Imekuja. Sasa kama nuru inaweza ikaja, maana yake pia nuru inaweza ikafanya nini? Ikaondoka. Kama nuru inaweza ikaja kwenye maisha ya mtu, maana yake tafsiri nyepesi, nuru inaweza ikaondoka kwenye maisha ya mtu. Nuru inaweza ikapotezwa kwenye maisha ya mtu. Nuru inaweza ikaharibiwa kwenye maisha ya mtu. Nuru inaweza ikavurugwa kwenye maisha ya mtu. Anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Kama huyu mtu anaambiwa aondoke akaangaze, tafsiri yake ni nini? Maana yake nuru ilipokuwa imezuiwa, huyu mtu pia alikuwa amestuck. Kwa hiyo anaposema ondoka, kwenye Kiingereza anasema arise, maana yake inuka. Kwa hiyo ina maana nuru ilipoibiwa, huyu mtu alikuwa amezuiwa, alikuwa hawezi kufanya kitu chochote. Nuru inapokuja anaambiwa ondoka sasa. Ni sawa na wale watu waliokuwa wamekaa, alafu ghafla umeme ukakatika. Umeme ukikatika ghafla, na kuna shughuli zilikuwa zinaendelea huko ndani, unaelewa kila shughuli huwa inafanya nini? Inanyamaza. Aliyekuwa anasoma, biashara ya kusoma inaishia hapo. Aliyekuwa anatengeneza kitu fulani anahitaji mwanga tena. Aliyekuwa anajishughulisha na jambo fulani, lile jambo na lije linanyamaza. Alafu ghafla kila kitu kinanyamaza. Kama hiyo nuru haitarudi kwa wakati, kama hiyo nuru haitarudi kwa majira, unaweza ukaelewa kinachotokea. Maana yake kila kitu kinanyamaza mpaka kesho. Lakini kama umeme utarudi ndani ya muda mfupi, ule muda ambao ule umeme unarudi, kila mtu anainuka tena. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kila mtu ananyanyuka tena. Aliyekuwa anapika ananyanyuka tena, aliyekuwa anasuka ananyanyuka tena, aliyekuwa anashona ananyanyuka tena. Kwa nini? Kwa sababu nuru imefanya nini? Imekuja. Ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa roho. Ibilisi anaweza akaiba. Ibilisi anaweza akazimisha. Ibilisi anaweza akaondoa nuru ya mtu. Anaweza akaondoa mwanga wa mtu. Shetani anaweza kuondoa. Kwa nini kinachotokea? Ile nuru ikiondoka, automatically giza ndio linafanya nini? Linatawala. Giza likishatawala, huyu mtu hana kinachoendelea. Kwa unakuta mtu maisha yake hayana hatua mpya. Maisha yake yamezuiwa, maisha yake yameshikiliwa, maisha yake hayana hatua mpya, maisha yake hayana neema mpya. Ghafla kila kitu kimestuck. Na ndio maana unaona akisema
kwa kuwa nuru yako imekuja. Ondoka sasa, inuka sasa, anza upya sasa, fanya vile ambavyo vilikuwa havifanyiki, nenda hatua ambazo ulikuwa hauendi. Jaribu sasa kufanikisha kile ambacho kilikuwa hakifanikiwi. Kwa nini? Kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana yake nini? Maana yake moja ya kazi ya giza ni kuondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kwa watu wengi sana ambao giza linatawala maisha yao, automatically na utukufu wa Mungu unakuwa umefanya nini? Umeondoka. Kwa sababu kazi ya giza ni kukinzana na utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Kitu chochote ambacho kinaleta majibu kinapigwa vita. Kitu chochote ambacho kinakupa hatua kinapigwa vita. Kitu chochote kinachokupeleka unakotakiwa kwenda kinapigwa vita. Giza likishatawala, kitu chochote cha kukupeleka mahali Mungu alipopakusudia kinazuiwa. Na ndio maana unaona anasema nuru inapokuja, kitu gani kingine kinakuja? Utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu. Kwa hiyo nuru ya mtu inaporejeshwa na utukufu wa Mungu nao unafanya nini? Unarejea. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Anasema maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Utukufu wake utaonekana juu yako. Nini maana ya utukufu wa Mungu kuonekana juu ya mtu? Nini maana ya utukufu wa Mungu kuonekana juu ya mtu? Utukufu wa Mungu kuonekana juu ya mtu ni neema iliyokuwa imezuiwa na giza inaanza kuonekana tena. Ni kibali kilichokuwa kimezuiwa na giza kinaanza kuonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Kwa nimetamani uelewe hicho kitu, kwamba kama nuru ya mtu inaweza kuja, automatically pia nuru ya mtu inaweza kufanya nini? Kuondoka. Na nuru ya mtu ikiondoka, haijalishi imeondokaje. Nuru ya mtu ikiondoka, haijalishi imeondokaje, utukufu wa Mungu huwezi kuona kwenye maisha ya huyo mtu. Maana ile giza kazi yake ni kukinzana na utukufu wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Okay. Giza huwa linapataje nafasi? Nuru huwa inaondokaje kwenye maisha ya mtu? Na ni vitu vya muhimu sana kuvifuatilia, kwa sababu na ndio maana unaona maandiko yakisema anayejizania kuwa amesimama angalia asifanye nini? Asianguke. Anajizania kuwa amesimama angalia asianguke. Na ndio maana Mungu anatupa haya masomo, anatupa kujifunza mara kwa mara, anatupa kujifunza mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu kufumba na kufumbua, unashangaa nuru yako imefanya nini? Imeondoka na hauna habari. Kufumba na kufumbua, unashangaa umevalishwa vazi lingine na hauna habari. Kufumba na kufumbua, unashangaa uko kwenye njia inayoelekea mahali ambako wewe uendi. Kufumba na kufumbua, unashangaa umeunganishwa na watu ambao huwaelewi. Nini ninachotaka ukielewe, mtoto wa Mungu? Nuru inaweza kuondolewa au inaweza kuondoka. Kwa tafsiri yake ni nini? Lazima Mungu akupe neema ya kulinda nuru ambayo Mungu ameiachilia kwenye maisha yako. Maana hiyo nuru ikiondoka, kuna vitu vinaanzaga kutokea kwenye maisha ya mtu. Kuna vitu vinaanzaga kutokea kwenye maisha ya mtu. Na leo nasikia kukueleza vichache namna nuru inavyoondolewaga kwenye maisha ya watu. Kitu kimoja wapo ambacho kinaweza kikaondoa nuru kwenye maisha ya mtu ni nguvu za uchawi ambazo zimefungamana na wivu na fitina au roho ya uharibifu. Mambo matatu. Inaweza ikawa tu ni wivu. Inaweza ikawa tu ni fitina. Lakini inawezekana kabisa kilichokusudiwa ni roho ya uharibifu. Mchawi anapotaka kupambana na mtu
Sio lazima awe amemwonea wivu. Mchawi akitaka kupambana na mtu, agenda yake ni kuharibu, agenda yake ni kuangamiza. Na ndio maana maandiko akasema, shika sana ulicho nacho, mwovu asije akaitwaa nini? Taji yako. Mwovu asije akaitwaa taji yako. Nini ibilisi anapambana nacho mchana na usiku? Ni hiyo nuru yako. Lazima mtoto wa Mungu uwe makini na uwe mwelewa. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 16, neema ambayo Mungu aiachilie juu yako ni neema ya kujua, ni neema ya kujua kwamba nuru ya mtu inaweza kuondoka. Nuru ya mtu inaweza kuondoka bila kujalisha huyo mtu yuko katika mazingira ya aina gani. Soma Matendo ya Mitume sura ya 13. Matendo ya Mitume sura ya 13 ule mstari wa 6. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi: walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, waliona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Hawa ni watumishi wa Mungu, wako kwenye huduma. Biblia inasema walipopita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, waliona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akawaita Barnaba na Sauli waje kwake. Akataka kusikia neno la Mungu. Akataka kusikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Yule Elima mchawi alishindana na hawa. Anashindana na nani? Anashindana na hawa ambao wamepata kibali kwa liwali, hawa ambao wamepata neema kwa liwali. Biblia inasema akashindana nao. Nini anachokitafuta? Biblia inasema hivi, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Unapoendelea pale mbele unaona, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho, akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyoka. Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu. Mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu. Usilione jua kwa muda. Usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akastaajabia mafundisho ya Bwana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nini ninachotaka ukione? Ninachotaka ukione ni hiki: hawa watumishi wa Mungu wamepata mwaliko. Kwa nini wamepata mwaliko? Taa zao zinafanya nini? Zinawaka. Nuru yao inaangaza. Wameitwa na nani? Wameitwa na kiongozi wa serikali. Ukisikia liwali alikuwa ni kiongozi wa serikali, Biblia inasema amewaita akitaka kwenye moyo wake
anataka kuelewa kuhusiana na ajenda walio nayo, anataka kuelewa kuhusiana na Mungu wao, anataka kuelewa kuhusiana na mahali ambapo yeye anatamani kwenda. Kuna kitu ndani ya moyo wake kimemtengenezea uhitaji, kwa anasema ninahitaji kuonana na hawa watu. Biblia inasema wazi kabisa, walipofika kwenye eneo la tukio wakakutana na mtu mmoja anaitwa Elima mchawi. Huyu ndio yuko karibu kabisa na kiongozi wa serikali, ambaye yuko karibu na kiongozi ambaye ndio kawaalika wao ni mchawi. Cha kwanza alichokifanya baada ya kuwaona tu, alielewa kabisa kilichowafanya hawa wakapata mwaliko, kilichowafanya hawa wakapata kibali, kilichowafanya hawa wakaitwa ni taa zao zinazofanya nini? Zinazowaka. Ni nuru yao inayoangaza kwenye ulimwengu wa roho. Akahakikisha anazimisha hiyo taa haraka. Unisikilize mtoto wa Mungu, itakusaidia. Na ndio maana siku zote lazima Mungu akupe neema ya kuomba, lazima Mungu akupe neema ya kusimama kwenye kusudi lake, lazima Mungu akupe neema ya kutetea vitu ambavyo amekupa. Ndio maana maandiko yanasema ukijizania kwa uko sawa, ukijizania kwa umesimama, angalia usianguke, maana hujui ni saa ngapi nani anataka kuzimisha taa yako, hujui ni saa ngapi nani anataka kuondoa kwenye nafasi, hujui ni saa ngapi nani anataka usisikike tena, hujui ni saa ngapi nani anataka usijulikane tena. Biblia inasema yule Elima mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, kile kitendo tu cha kuwaona akataka kumtia yule liwali moyo wa kuikana ile imani. Ghafla liwali hawakatae, ghafla liwali haone hawahitajiki. Umesha kuona unaenda mahali una mwaliko, unafika pale wanakuambia kwani ulikuja kumuona nani? Unasema nilikuwa nimeitwa na bosi. Sasa mbona bosi anasema hakufahamu? Sasa nilikuwa nimekuja kuonana na huyu mheshimiwa. Sasa mheshimiwa anasema hana habari zako. Na mliongea na mlikubaliana na alikusikiliza na aliona ndani ya moyo wake kabisa kwamba anahitaji kukusaidia, lakini kufumba na kufumbua anasema hakujui. Umeshawahi kukanwa mahali mtu anasema simjui huyu, simfahamu huyu? Nini kimetokea? Kuna roho ya uchawi imeachiliwa mahali. Witchcraft is a spirit. Uchawi ni roho, inaweza ikaachiliwa mahali ghafla. Hakuna mtu anayekusikiliza, ghafla hakuna mtu anayekuona, ghafla hakuna mtu anayetaka kuwa karibu na wewe. Nini kimetokea? Kuna roho ya uchawi imeachiliwa. Maandiko yanatuonyesha wazi kabisa, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuikana ile imani. Sasa hawa anaoshindana nao na wenyewe nguvu za Mungu ziko ndani yao. Ninakuombea neema ya kushinda unaposhindana. Ninakuombea hiyo neema ndani yako. Watakapokuwa wanatafuta kukuzimisha, wasifanikiwe katika jina la Yesu. Watakapokuwa wanatafuta kuondoa nuru yako, wasifanikiwe katika jina la Yesu. Watakapokuwa wanatafuta kukutoa kwenye nafasi, wasifanikiwe katika jina la Yesu. Huo mkono wa Bwana ukawe pamoja nao. Biblia inasema hivi, lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho. Akasema hapa kinachotafutwa ni nini? Ni nuru tuliyokuja nayo. Kinachotafutwa ni taa zetu zinazowaka. Okay, kama hivyo ndivyo, basi na sisi tunazimisha ya kwako. Unajua ni vitu ambavyo huwezi kuvielewa kama hujakutana navyo, lakini nataka nikuhakikisheni vitu halisi. Wakasema hivi, wewe ulitaka kuzima taa ya kwetu? Ndio, sisi tunazima yako. Na uwe kipofu kwa muda. Wewe ulikuwa unataka kutuzuia tu sisi tusipate kibali. Sasa wewe hautakuwa na kibali hata kwako mwenyewe, maana hata wewe mwenyewe utajiona. Usifanye mchezo na mtu anayetembea na nguvu za Mungu. Ninakuombea hizo nguvu za Bwana katika jina la Yesu. Unapotafuta kumpoteza, utapotea wewe. Unapotafuta kumuondoa kwenye nafasi, utaondoka wewe. Unapotafuta asionekane tena, hutaonekana wewe. Kwa nini? Kwa sababu ya neema ambayo yuko nayo. Hawa walikuwa wanatafuta, huyu Elima mchawi anatafuta kuhakikisha yule liwali anapoteza habari ya hawa watu. Hataki tena kukaa na hawa watu. Lakini angalia nguvu waliokuja nayo.
Nguvu waliokuja nayo. Wakasema na uwe kipofu kwa muda. Afu Biblia anasema kiwi kikamwangukia yule jamaa. Ni mchawi ati, ana CV nzuri, anajulikana vizuri. Maandiko anasema kiwi kikafanya nini? Kikamwangukia. Manake kuna nguvu ikaachiliwa. Ile nguvu iliyoachiliwa ilifuata maelekezo. Ile nguvu iliyoshuka ilifuata maelekezo. Maelekezo ni yapi? Huyu mtu anatakiwa kuwa kipofu. Huyu mtu anatakiwa kuwa kipofu. Huyu mtu anatakiwa kuona tena. Huyu mtu anatakiwa kuona tena. Maandiko yanatuambia basi angalia mkono wa Bwana u juu yako, na utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kumtafuta mtu wa kumshika mkono na kumuongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona aliyotendeka akaamini, akastaajabia mafundisho ya Bwana. Akastaajabia mafundisho ya Bwana. Nini nilichotaka ukione? Nilitaka uone njia mojawapo inayoweza ikatumika na nguvu za uchawi kuzimisha taa ya mtu. Kwa nguvu za uchawi zinaweza zikaachiliwa, taa yako ikazimishwa. Kwa taa ya mtu inaweza ikazimishwa kwenye familia, inaweza ikazimishwa ofisini. Unaweza ukaingia tu ofisini namna hii, mtu akakutazama, akikutazama namna hii, anaona huyu atachukua nafasi yetu, huyu ndo atakaye kuwa ananisumbua humu ndani. Nini anachokifanya? Anaenda kwa nguvu za giza, anaenda kwa washirikina. Anasema kuna mtu amekuja pale ofisini, simuelewi, namuona kama vile anataka kuchukua nafasi yangu. Namuona kama vile anataka kuchukua nafasi yangu. Ghafla unashangaa vitu vyako havisogei kuanzia hapo. Ogopa mwanamke aliyeolewa alafu mshirikina. Anaenda kwa mganga wa kienyeji, anamwambia yule mganga, kuna binti namuona karibu sana na mume wangu. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema namuona binti fulani yuko karibu sana na mume wangu. Kwa hiyo unatakaje? Nataka tumfundishe adabu yake. Zima taa yake. Hana uhakika kama kuna jambo lote linaloendelea, na ndio maana nguvu za uchawi waga zinatenda kazi kwa uharibifu tu. Mwivi haji ila haibe, achinje, aharibu. Ghafla unashangaa taa ya mtu imezimwa. Unashangaa taa ya mtu imezimwa. Kibali cha mtu kimeondolewa. Nafasi ya mtu imeondolewa. Mpaka huyu mtu aje ajue kwamba kuna mtu alizimishaga taa yake. Mpaka huyu mtu aje ajue kwamba kuna mtu alizimishaga taa yake. Na huyo aliyezimisha hiyo taa, unakuta wakati mwingine hayuko hata kwenye hilo eneo. Unakuta wakati mwingine yuko kwenye mkoa mwingine, ila kapigiwa simu, kaambiwa kuna mtu bana huku anaonekana yuko karibu sana na mume wako. Tumemfuatilia, tumeona yuko karibu sana. Anasema nipeni maelekezo yake. Yukoje? Nitumie na picha yake. Nataka nikuhakikishie, kama hauna ulinzi umekwisha. Mimi naeleza kitu gani? Naeleza jinsi ambavyo taa za watu zinazimishwa. Jinsi ambavyo taa za watu zinazimishwa. Kwa moja ya njia ambayo huwa inatumika ni njia ya uchawi. Njia ya uchawi. Ukisikia wanasema fulani amelogwa. Umewahi kusikia sentensi ya namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia wanasema fulani amelogwa. Kulogwa maana yake nini? Maana yake kuna nguvu za giza zimetumika kuhakikisha huyu mtu hafanyi anavyotakiwa kufanya, haishi anavyotakiwa kuishi, haenendi anavyotakiwa kuenenda, vitu vyake havitokei vinavyotakiwa kufanya nini? Kutokea. Ndio maana ya mtu kulogwa. Maana kuna roho ya uchawi imeachiliwa mahali. Na nini ninachotaka ukione? Kuna nuru za watu wengi sana zimezimishwa. Sasa utajuaje? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Utajuaje kwamba nuru yako? Utajuaje?
Maana ziko njia nyingi tu zinazoweza zikasababisha. Ziko njia nyingi tu zinazoweza zikasababisha. Nimesema kuna njia ya uchawi inaweza ikatumika. Lakini wacha niseme njia ya pili. Wengine nuru zao zimezimishwa, taa zao zimezimishwa kwenye ndoto. Hebu zama kwenye ndoto. Kuna mtu kuanzia alipoota ndoto ya aina fulani, milango yake yote ilifungwa kuanzia siku hiyo. Ilifungwa kuanzia siku hiyo. Sio kitu chepesi. Sio kitu chepesi. Kwa kuna watu wao wanatafutwa kwa njia ya ndoto. Kuna wanaotafutwa kwa njia ya kawaida, kuna wanaotafutwa kwa njia ya ndoto. Nakumbuka yule mama alinieleza jinsi alivyoota ndoto. Yeye aliota ndoto ameng'atwa na nyoka kwenye ndoto. Alipong'atwa na nyoka kwenye ndoto, nilikuwa ninafundisha somo la kuelezea jinsi ambavyo baraka za mtu zinaweza zikaondolewa, baraka za mtu zinaweza zikaibiwa. Alafu nikawa naelezea neema ya Mungu kwenye mikono ya mtu. Kwa hiyo nilijikita sana kufundisha mkono wa kulia ni lango la utajiri, mkono wa kushoto nikawa naeleza mkono wa kulia ni lango la siku, mkono wa kushoto ni lango la utajiri na heshima. Nikawa nafundisha naeleza kitu cha namna hiyo. Sasa angalia, yule mama anasema yeye miaka 10 iliyopita. Miaka mingapi? 10 iliyopita aliota ndoto. Aliota nini? Aliota anang'atwa na nyoka kwenye mkono wa kushoto. Na ananiambia, mtumishi, wakati huo ninaota hiyo ndoto, biashara zangu zilikuwa zinaenda hivi. Nilikuwa ninapata faida. Vitu vyangu vilikuwa vinafanikiwa. Lakini anasema nikaota ndoto ninang'atwa na nini? Na nyoka kwenye mkono wa kushoto. Sasa angalia, kwa mujibu wa neno la Mungu, mkono wa kushoto ni lango la utajiri na nini? Na heshima. Ni lango lako la utajiri. Na ndio maana usije ukaruhusu mtu akakuvalisha kitu chochote kwenye mkono wa kushoto. Kitu chochote unachokivaa hakikisha unakielewa, hakikisha unakijua. Kwa nini? Kwa sababu ni lango la utajiri, ni lango la heshima. Ndivyo maandiko yanavyosema. Na ndio maana angalia, nikisema hapa mnyanyue mikono yenu, kila mtu mkono wa kushoto ndio umevalishwa vitu. Kwa nini? Kwa sababu ni lango lako la utajiri na heshima kwa mujibu wa neno la Mungu. Lakini mapambano makali yanayokuja kwenye lango lako la utajiri, mapambano makali yanayokuja kwenye lango lako la heshima, yanaendaga kwenye mkono wa kushoto. Mkono wa kulia ni lango lako la siku. Kwa hiyo inaweza ikakusaidia pia. Kwa ukiona ataki, ukiona upinzani wowote unaokuja kwenye ndoto, alafu mikono yako inahusika, fuatilia ni mkono upi. Fuatilia mkono upi ili ujue aina ya vita ya kupigana. Ukiona ataki kwenye mkono wa kulia, jua kinachotafutwa ni siku Mungu alizokupa. Kwa kuna roho ya mauti inapambana, kuna roho ya mauti inashindana juu ya siku Mungu alizofanya nini? Alizokupa. Kuna mtu aliota ndoto, mkono wake wa kulia umejaa majipu. Baada ya hapo akaanza kuona roho ya mauti inafuatilia maisha yake. Ana hofu za mauti, anashindwa hata kulala peke yake usiku. Hivyo umeshawahi kuona mtu anaenda kuomba mtoto ili alale naye chumbani. Kwa nini? Kwa sababu anaogopa kulala peke yake. Sasa anaogopa kulala peke yangu. Wanamuuliza, kwa nini unaogopa kulala peke yako? Sasa nasikia kama nitakufa. Kwa hiyo sasa huyo mtoto ndo analeta ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hofu za mauti zinaanza kutanda. Kama hakutatokea nguvu ya kubatilisha huo mkakati wa kuzimu ambao umeachiliwa, nataka nikuhakikishie hiyo roho inaanza kutenda kazi mpaka inakumaliza. Kwa hiyo inategemea ni kitu gani ambacho kinaachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mama akanieleza, akaniambia yeye aliota ndoto. Aliota nini? Aliota anagongwa na nyoka kwenye mkono wake wa kushoto. Na yule nyoka alipomgonga,
Unajua ukiamka asubuhi, unaangalia mkono unasema Mungu wangu, afali ning'ata hapa. Unajaribu kupashika hivi, unapaona mwingine anaona kabisa panawasha. Mwingine anasema afadhali tu ilikuwa ndoto. Yaani ndoto zingine hizi. Asante tu Yesu, ilikuwa ndoto. Ilikuwa tu ndoto. Alafu hafanyi kitu chochote. Hafanyi kitu chochote. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, ni giza limeachiliwa kwenye biashara. Ni kuna watu wamesimama kwenye zamu zao, wamesimama kwenye nafasi zao kuhakikisha hii biashara haiendelei. Kuna watu ambao wanasema kwa nini yeye anauza. Kuna watu wanaosema kwa nini yeye anapata kibali. Kuna watu wanaosema kwa nini vitu vyake vinatokea. Kwa hiyo wamepeleka mashambulizi kwenye ulimwengu wa roho, na aina ya mashambulizi wanayoyapeleka, ni kuhakikisha wanazimisha hiyo biashara. Na Mungu mwaminifu atakusemesha, utaona ishara. Kwa mara nyingi sana Mungu waga anasema, lakini anakusemesha kupitia ishara. Kwa hiyo ghafla unashangaa umeota ndoto ya namna hiyo. Kwa hiyo yule mama akaniambia, kwa miaka 10 mfululizo sikujua kitu cha kufanya. Ananiambia sasa hivi ninavyozungumza na wewe, biashara zangu zote zimefanya nini? Zimeharibika. Biashara zangu zote zimekufa. Anasema mimi nilikuwa sio mtu wa kukosa hela. Mimi nilikuwa sio mtu wa kutokuwa na pesa. Anasema nilikuwa nina pesa za kutosha. Nilikuwa na uwezo wa kusaidia familia. Nilikuwa na uwezo wa kusaidia hata ukoo wangu. Lakini kuanzia nilipoota ile ndoto, kila kitu kikanyamaza kimya. Nini kilichotokea? Walilipeleka giza kwenye ulimwengu wa roho, likazimisha ile biashara, na yeye hakujua kitu cha kufanya. Na kuanzia hapo kila kitu kikanyamaza. Nikamwambia Bwana Yesu ni mwaminifu. Tutaenda tena kung'ang'ana na madhabahu ya mbinguni. Ile sumu iliyoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho, maadamu bado ipo, na maadamu damu ya Yesu bado ipo, tutaiondoa hiyo sumu kwa damu ya Yesu. Hilo giza lililoachiliwa linaweza kuondoka. Tukaingia kwenye maombi ya kulifuta lile giza na kulikataa lile giza na kuliondoa kwenye maisha yule mtu, kwa sababu hakujua kitu cha kufanya. Nini ninachojaribu kukusaidia kuelewa? Unaweza ukawa uko sawa kabisa. Lakini maandiko yanasema hivi, kwenye Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 15, anasema angalieni sana jinsi mnavyoenenda, sio kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Kwa nini? Kwa sababu zamani hizi ni za... Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwenye tafsiri ya Kiingereza amezungumza vizuri sana. Anasema hivi, these days are evil. Usije ukafikiri kila mtu anataka uendelee unavyoendelea. Usije ukafikiri kila mtu anataka ufanikiwe unavyofanikiwa. Usije ukafikiri kila mtu anataka uwe na hatua ulizonazo. Hautaelewa ni saa ngapi. Ashukuriwe Bwana Yesu huwa anatusemesha. Na mimi nakuombea neema ya kusemeshwa katika jina la Yesu. Lakini hata ukisemeshwa, Mungu akupe neema ya kuyafanyia kazi. Usiwe wale wanaosikia mambo mengi, hakuna kitu wanachokifanya. Unaposoma kwenye maandiko utagundua Mungu anasema hawa watu wanasikia vitu lakini hakuna wanachofanya. Wanasikia vitu lakini hakuna wanachofanya. Wanaona vitu lakini hakuna wanachofanya. Wanasikia, hawafanyi chochote. Wanaona, hawafanyi chochote. Ninawasemesha, hawafanyi chochote. Unaposoma kwenye maandiko unaona anasema wana masikio. Unaelewa maana yake? Maana huwa ninawasemesha lakini hawayafanyi kazi. Maandiko yanasemaje? Wana macho. Unaelewa maana yake? Maana huwa ninaachilia neema yangu juu yao lakini hawafanyi kazi. Heri kwako leo kama Mungu atakusemesha na utayafanyia kazi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Wakati fulani nilikuwa Tabora.
nikawa nafundisha kitu cha namna hii. Yule ndugu akanifuata, naye alikuwa mfanyabiashara. Akaniambia, mwalimu, nimeota ndoto nyoka kauvilingisha mkono wangu wa kushoto. Akasema sielewi maana yake. Akasema uwezi amini. Nikashtuka, nikalala tena, nikaota tena nyoka kavilingisha mkono wa kushoto. Sasa nikaota tena nyoka amevilingisha mkono wa kushoto. Angalia kitu kilichotokea. Nikamwambia ni alati Mungu anaitoa. Nilimweleza hivyo, ni alati Mungu anaitoa. Kuna kitu ibilisi anakitafuta kwenye utajiri wako, kwenye heshima yako, kwenye kibali chako. Akasema sasa tunafanya nini? Nikasema lazima tuanze kuomba maombi ya kuzuia. Nataka nikuhakikishie, lilitokea balaa kwenye duka lake ambalo lilikuwa limekuja kuondoka na milioni 10. Sasa usiniulize ni balaa gani, lakini ili kumaliza hiyo kesi alikuwa anahitaji shilingi ngapi? Milioni 10. Akanipigia simu, akaniambia, mwalimu, kumetokea 1 2 3. Nikamwambia wala usiogope, ni ile ndoto uliofanya nini? Uliota. Na madam Mungu alikusemesha, kama Mungu alikusemesha, na madam tuliomba, hakuna kitu chochote kitakachofanikiwa. Hakuna hela itakayotoka kile pesi namna hiyo. Akaniambia, mwalimu, kweli? Nikamwambia tuendelee kuomba. Madam Mungu alishatusemesha. Nataka nikuhakikishie tuliomba na lile jambo likayeyuka, hata yeye haelewi mpaka leo liliyeyukaje. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kile kitu kikapotea. Lakini nini ninachotaka ukielewe? Ni hiki: ibilisi akitaka kuzimisha taa yako, kuna wakati waga anatumia lango la ndoto. Lakini Mungu naye akiona taa yako inataka kuzimishwa, na yeye atakuja kukusemesha kupitia lango la nini? La ndoto. Ogopa unaota ndoto. Mtu anakuvalisha vitu kwenye mkono wako, hujui ni vitu gani. Na angalia unavalishwa mkono upi. Kwa kama ni ataki za mauti, utaona mkono wako wa kulia unavyoshambuliwa. Kama ni ataki za kiuchumi, utaona mkono wako wa kushoto unashambuliwa. Lakini wakati mwingine sio ndoto tu, wakati mwingine unaweza ukaamka asubuhi ukakuta mkono wako wa kushoto una maumivu makali, hayajulikani alikotoka. Ni mkono unauma. Hiyo ni ishara. Kwa mtu asiyejua atasema tu leo mkono wangu unaniuma sana. Sijui kwa nini mkono wangu unaniuma, lakini nataka nikwambie ni ishara. Ingia kwenye maombi. Madam Mungu amekupa ufahamu, anza kushughulikia huo mkono. Ni lango gani? Huu mkono ni lango langu la heshima. Huu mkono ni lango langu la utajiri. Huu mkono ni lango langu la uchumi. Huu mkono ni lango langu la mafanikio. Chochote ambacho kinatafutwa kwenye ulimwengu wa roho. Maana wewe utaona maumivu, lakini kwenye ulimwengu wa roho kinatafutwa kitu kingine. Nakumbuka yule ndugu alinisimulia jinsi ambavyo baada tu ya kujifunza hili somo, tulikuwa kwenye mkoa mwingine, baada tu ya kujifunza hili somo akaamka asubuhi, mkono wake wa kulia unauma. Mkono wake sio wa kulia, wa kushoto. Mkono wake wa kushoto unauma. Anasema haya maumivu sio maumivu ya kumpeleka hospitali, wala sio maumivu ya kumfanya aache shughuli zingine, lakini yanamkosesha amani. Ghafla akakumbuka somo. Kuna kitu kinatafutwa. Ni asubuhi ameamka, akaanza kuomba katika jina la Yesu. Kila kinachotafutwa kwenye lango langu la utajiri na heshima, kila kinachotafutwa kwenye lango langu la uchumi, akaanza kupambana na hizo roho. Anapambana na hizo roho. Angalia kilichotokea baada ya hapo. Amemaliza yale maombi, akapata amani moyoni. Alipopata ile amani moyoni, alikuwa anatakiwa atume pesa za biashara mahali. Msikilize, kitu kitakusaidia. Hiyo biashara aliyokuwa anaifanya ni biashara ambayo anatakiwa siku hiyo ndio apeleke nini?
pesa, na kuna vijana ambao tayari ameshawaandaa kwa ajili ya hiyo kazi. Wale vijana kumbe wale vijana wametekwa. Wanisikilize, na waliowateka ndio wanaotaka hiyo pesa. Ilikuwa kama milioni 7 hivi. Wale vijana wanasema pigeni simu, mwambie atume hiyo hela haraka. Vijana wanachukua simu, mama uko wapi? Mbona umechelewa? Mbona unachelewa? Tuma hiyo hela. Anasema kila anapotaka kutuma hiyo hela aelewi kinachomfanya asifanye nini? Asitume. Elewi kinachomfanya asitume. Wanamwambia tuma hela. Kila anapotaka kutuma, haelewi kinachomfanya asitume. Haelewi. Anamwambia msiwe na wasiwasi, nitatuma jamani. Mbona leo mna haraka hivyo? Alafu anaanza kufanya shughuli nyingine. Mbona leo iko hivyo? Akifanya shughuli nyingine atumi tena. Lakini walikuwa wamekubaliana atume hiyo pesa mapema asubuhi. Kumbe wako na watu ambao wanasubiri hiyo pesa ifanye nini? Itumwe. Anasema hakutuma hiyo pesa mpaka imefika saa 4 hajatuma. Mpaka imefika saa 5 asubuhi hajatuma. Wale vijana wakasema, si mnaona sasa hela haijatuma. Sasa mtatulaumu sisi. Akasema wajinga sana nyinyi wapumbavu, mmeshindwa kumshawishi mtu atume hela, mmeshindwa kumwambia atume, si tumekaa hapa tunasubiri muda wote huo. Wakahisi sasa huenda yule ndugu amefanya nini? Amegundua mchezo. Wakawachia wale vijana wakaondoka. Akaja mwenyewe, wakamwambia huyo Mungu wako ni Mungu. Wakamwambia huyo Mungu wako ni Mungu. Akasema kwa nini? Akasema zile pesa ungetuma zilikuwa zinachukuliwa zote. Hawa watu hatujui walijuaje kwamba leo tunapokea hizo hela kutoka kwao. Kwa hiyo wakatuteka. Wanapambana, mwambieni atume. Akaweka mikono kichwani. Akasema Mungu wangu, kwa hiyo leo nilikuwa natapeliwa kirahisi namna hii. Leo pesa zangu zilikuwa zinachukuliwa. Nataka nikuhakikishie, kesho yake alikuja kwenye semina, akaja kutoa ushuhuda, akasema niliposikia yale maumivu ya mkono, nilipambana kuhakikisha ninaomba. Anasema baada ya yale maombi sikusikia tena amani ya kufanya nini? Ya kutuma. Mimi mwenyewe mkiniuliza kwa nini sikutuma, sina maelezo. Lakini kitu gani kilichokuwa kinatokea? Kwenye ulimwengu wa roho walikuwa wamekusudia kumletea fedheha, kumletea maumivu. Walikuwa wamekusudia kuhakikisha kitu chake kinaishia hapo. Nini nilichokuwa nataka uone? Nilikuwa nataka uone jinsi ambavyo kuna watu taa zao zinazimishwa katika ulimwengu wa roho. Lakini Mungu alivyo mwaminifu, au atakusemesha kwa njia ya ndoto, au atakusemesha kwa njia nyingine. Huyu akuota ndoto, huyu kilimtokea physically, lakini alikuwa amejifunza somo linalohusiana na mikono. Alikuwa amejifunza na hilo somo. Alipokuwa amejifunza hilo somo, akagundua kabisa kinachotafutwa sasa hivi, mbona sikielewi? Akaingia kwenye maombi. Kuna watu wengi sana Mungu huwa anatuonyesha ishara. Kuna watu wengi sana Mungu huwa anatusemesha, lakini huwa hatuyatilii maanani, hatuchukui hatua mpaka hiyo taa inazimishwa kabisa. Wewe fikiria, hiyo milioni 7 ndio mtaji wake. Jamani, tunaenda sawa? Fikiria huo mtaji wote unafanya nini? Unachukuliwa. Maana yake ni taa ya huyu mtu imefanya nini? Imezimishwa. Manake atakuja kuanza moja. Usije ukafikiri ni kitu chepesi. Kwa Ibilisi anatafutaga mchana na usiku kuzimisha. Anatumia njia gani? Nilikuwa nakueleza kidogo kuhusiana na njia ya ndoto. Kwa kuna vitu Mungu atakusemesha kwenye ndoto, lakini wakati mwingine anayekusemesha sio Mungu. Wakati mwingine ni wachawi wako kazini. Na kwa sababu wako kazini,
utaota aina fulani ya nini? Ya ndoto. Kuna ndoto ukiziota, amka, mwambie Mungu, wewe ni Mungu uliye hai. Fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Chochote kinachoendelea kwenye ulimwengu wa roho ninakizimisha kwa damu ya Yesu. Taa yangu haitazimishwa na madhabahu za giza. Neema yangu haitaondolewa na madhabahu za kuzimu. Kibali changu hakitaondolewa na mtu yoyote mbaya. Hakuna mtu yoyote mbaya atakayezimisha neema uliyoweka ndani yangu. Lazima usimame kwenye nafasi, usimame kwenye zamu kuhakikisha unazuia. Bwana asifiwe. Wewe kuonyesha ndoto moja ya kwenye Biblia. Angalia kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 40. Mwanzo ile sura ya 40. Ile sura ya 40. Na ule mstari wa 16. Biblia inasema hivi: mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu. Mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu. Hawa ni wale ndugu wawili walioota ndoto. Wakiwa wapi? Wakiwa gerezani. Na Yusufu akafanya nini? Akazitafsiri. Yusufu alipomaliza kutafsiri ndoto ya kwanza, yule ndugu alipogundua, huyu mwingine alipogundua ndoto ya kwanza imetafsiriwa, na yeye akatoa ndoto ya kwake. Kwa maandiko yanasema mkuu wa waokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema. Yaani mwenzake alitafsiriwa, lakini mwenzake alitafsiriwa tafsiri ya nini? Ya mema. Kwa Biblia inasema alipoona ya kwamba huyo mwenzake tafsiri ya ndoto yake ni ya mema, akamwambia Yusufu. Sasa angalia, anaanza kusimulia na yeye kwake. Akamwambia Yusufu, akamwambia nini? Mimi kadhalika ilikuwa katika ndoto yangu, na tazama, ziko nyungo 3 za mikate mieupe juu ya kichwa changu. Ndio ndoto yake hiyo. Anaota nyungo ngapi? 3 za nini? Za mikate. Ziko wapi? Ziko kichwani. Anasema, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao. Kazi ya mwokaji, ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Kulikuwa kuna vyakula vya mheshimiwa, lakini ndege wakafanya nini? Wakala wapi? Juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndiyo hii, nyungo 3 ni siku 3. Baada ya siku 3 Farao atakiinua na kukiondolea kichwa chako na kukitundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Hiyo ndio tafsiri yake. Farao atakata hicho kichwa, takutundika, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya 3, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa mnyweshaji na cha mkuu wa waokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kunywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake, bali akamtundika mkuu wa waokaji kama Yusufu alivyomtafsiria, alivyowafasiria. Lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ninachotaka ukione? Huyu ndugu aliota ndoto, na alikuwa na neema ya ajabu sana, maana alipata na nini? Na tafsiri. Tafsiri inasema nini? Watakata hicho kichwa
Atakata hicho kichwa. Tafsiri inasema nini? Utafutiliwa mbali. Lakini humuoni huyu ndugu akihangaika kufanya kitu chochote. Humuoni akisema Mungu anisaidie. Humuoni akisema Yusufu, ninaomba hekima zako. Humuoni akisema Yusufu, ninatakiwa kufanyaje. Humuoni akihangaika na kitu chochote. Lakini hiyo namba moja. Namba mbili, kuna ndoto ukiota, maana yake ni ishara kwamba giza limeachiliwa kwenye siku zako. Wewe huwezi ukaota ndoto uko kwenye jeneza. Huwezi ukaota ndoto unazikwa, alafu ukaendelea na maisha yako kama kawaida. Ukaendelea na maisha yako kama kawaida. Lazima kuna kitu hakiko sawa mahali. Lazima kuna kitu hakiko sawa mahali. Unaota ndoto unauawa, kuna watu wanakuua, unaendelea na maisha yako kama kawaida. Lazima kuna kitu hakiko sawa mahali. Unaota ndoto unavalishwa mavazi machafu, afu unasema ni ndoto tu. Jamani, ndoto za siku hizi. Halo, Bwana Yesu akuokoe katika jina la Yesu. Bwana akupe neema ya kuwajibika, akupe neema ya kusimama kwenye nafasi, akupe neema ya kusimama kwenye zamu yako. Usiangamizwe kwa kukosa maarifa. Usiangamizwe kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengi sana ambao taa zao zimezimishwa kichawi kwa njia ya ndoto. Kwa njia ya ndoto. Na nataka nikuhakikishie, Ibilisi huwa anapandikiza vitu kwa njia ya ndoto. Huwa anapandikiza vitu kwa njia ya ndoto. Anakuja anapandikiza roho ya mauti, anaondoka. Anakuja tena anapandikiza, anaondoka. Anakuja tena anapandikiza, anaondoka. Anakuja tena anapandikiza, anaondoka. Kile alichokipanda kuna siku kitaota. Kama hakuna mtu yote anayefanya nini? Anayeng'oa. Na ndio maana unaona maandiko yakisema pando lolote ambalo baba hakulipanda litafanya nini? Litang'olewa. Okay, anayetakiwa kung'oa ni nani? Wamepanda huko kwenye maisha yako. Nani anatakiwa kung'oa? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Wamepanda kwenye maisha yako. Anayetakiwa kung'oa ni nani? Naomba unijibu. Nani anayetakiwa kung'oa? Ni mchungaji? Ni mtumishi? Maana kuna wakati huyo mchungaji hata kwepo, kuna wakati huyo mtumishi hata kwepo. Unahitaji hekima ya Mungu ya kujua kuna kitu wamepanda huko. Kuna kitu kimepandwa huko. Na wengine unaona, unakutana na hiyo ndoto leo, inarudi tena baada ya siku 2, inarudi tena baada ya wiki, inarudi tena. Hakuna hatua zozote unazozichukua. Hakuna hatua zozote unazozichukua. Inarudi tena. Kikija kutokea kitu kibaya, likija kutokea balaa, unasema afu nilikuwaga na utaga hii kitu. Nilikuwaga na utaga hii kitu. Lakini nini kilichokuwa kinatokea? Nimekuambia ndoto zozote unazoziota ni mambo mawili. Ni Mungu anakupa taarifa, au ni Ibilisi anapandikiza vitu. Elewa hayo mambo. Elewa hayo mambo. Ibilisi anaweza akawa anapandikiza vitu vyake. Anakuja anapanda hicho kitu, anaondoka. Anakuja anapanda hicho kitu, anaondoka. Anakuja anapanda hicho kitu, anaondoka. Wewe haufanyi kitu chochote. Haufanyi kitu chochote. Kwa anapanda leo, anapanda kesho, anapanda tena wiki ijayo. Taa yako inaendelea kufanya nini? Kuzimika. Taa yako inaendelea kuzimika. Taa yako inaendelea kuzimika. Taa yako inaendelea kuzimika. Mwisho wa siku unapoteza kibali kabisa. Mwisho wa siku unapoteza kibali kabisa. Anapanda leo, anapanda kesho, anapanda wiki ijayo, anapanda mwezi unaokuja, anapanda tena. Unashangaa unaanza kuwa dhaifu. Unaanza kuwa dhaifu, unaanza kuwa dhaifu, unaanza kuwa dhaifu. Mwisho wa siku ni mgonjwa kabisa. Lakini ukifuatilia ni vitu vilikuwa vinapandwa kidogo 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 kidogo, na hakuna juhudi zozote za makusudi zilizokuwa zinafanyika kung'oa. Kama Mungu anasema pando lolote ambalo baba hakulipanda litang'olewa, kwa nini wewe ung'oi? Mungu alimwambiaje Yeremia? Nimekuweka leo
Moja ya kazi niliyokupa ni kung'oa. Ukiona Mungu anazungumza habari ya kung'oa, maana yake huwa vinapandwa. Tunakwenda sawa, mtu wa Mungu? Maana yake huwa vinapandwa. Anamwambia Yeremia, nimekuweka leo ili kung'oa. Kung'oa maana yake utoe na mizizi yake, sio kukata. Sio kukata. Nimekuweka leo ili kung'oa. Kung'oa maana yake kiondoke na mizizi yake, kiondoke na kumbukumbu lake. Na leo Bwana Yesu akang'oe kila kitu ambacho kimepandwa cha kukuzimisha katika jina la Yesu. Chochote kilichopandwa cha kukuzimisha, chochote kilichopandwa cha kuondoa nuru yako, kuondoa taa yako, Bwana Yesu akaking'oe huko ndani katika jina la Yesu. Ukisikia neno kung'oa, maana yake kusiachwe kumbukumbu huko. Na ibilisi hiyo njia asipite tena, asirudi tena. Kwa Mungu alimwambia Yeremia, nimekuweka leo ili kung'oa. Lakini unamwona Yesu yeye mwenyewe anasema, pando lolote ambalo Baba hakufanya nini? Hakufanya nini? Hakulipanda, linatakiwa kufanya nini? Linatakiwa kung'olewa. Hakusema linatakiwa kukatwa. Hakusema linatakiwa kuvunjwa. Alisema linatakiwa kung'olewa. Kung'olewa maana yake ni kuondolewa, lisiwepo kabisa. Kwa nini nilichokuwa na kufafanulia na kitu ambacho nilikuwa natamani ukione, inawezekana kabisa taa ya mtu kuzimishwa kichawi. Inawezekana kabisa. Tulimuona Elima mchawi, ameona neema walionayo wakina Paulo na Barnaba. Ameona hiyo neema waliokuwa nayo. Nini alichokifanya? Haraka sana alienda kwenye ulimwengu wa roho, akaanza kuizima ile taa, akaanza kuzima kile kibali, akaanza kuzima ile neema. Ashukuriwe Bwana Yesu, walikuwa wamejawa Roho Mtakatifu, wakaona kinachoendelea muda huo huo kinapofanyika, wakaweza kushindana. Bwana asifiwe. Lakini nimekuonyesha jinsi ambavyo ibilisi anaweza akatumia lango lako la ndoto kuja kuzimisha taa yako. Kwa kuna ndoto unaanza kuziona, au kuna vitu unaanza kuviona kwenye maisha yako ambavyo sio vya kawaida. Usivione ni vya kawaida. Chukua hatua. Chukua hatua. Na siku zote usichukue hatua isiyoendana na tatizo. Hapa ndipo penye mgogoro wa watoto wa Mungu walio wengi. Tatizo limekuja ni kilo 20. Wewe unachukua hatua ya kilo 1. Halo. Bwana asifiwe. Hapo unahitaji neema ya Mungu ya kukusaidia. Na ndio maana Mungu anatupa hizi nafasi za kujifunza. Unisikilize mtoto wa Mungu. Tatizo lililokuja mbele yako lina kilo 100. Alafu wewe unataka kulizimisha na kilo 10. Naomba nikuulize swali, hilo tatizo linaondoka? Halo. Jina la Yesu libarikiwe. Biblia inasema hivi kwenye Efeso sura ya 3 mstari wa 20. Mungu anaweza kufanya kuliko yote tunayoomba, kuliko yote tunayowaza, ila inategemea kiwango cha nguvu kinachofanya nini? Kinachotenda kazi. Unaachilia kiwango cha aina gani? Unaachilia kiwango cha aina gani? Usije ukaachilia kiwango kidogo kwenye tatizo kubwa. Usiruhusu kitu cha namna hiyo. Na ndio maana omba mpaka usikie huko ndani yako huo mzigo umefanya nini? Umeisha. Mpaka usikie wepesi umeachiliwa. Maadamu Mungu amekusemesha kwa njia ya ndoto, Mungu amekusemesha kwa kupitia mtu mwingine, Mungu amekusemesha kupitia mifumo ya mwili wako, kuna vitu kabisa unaviona haviko sawa. Kuna kitu kila unapokitafakari unapata hofu. Kuna kitu kila unapokitafakari unapata mashaka. Kuna kila unapokitafakari unapata wasiwasi. Alafu wewe unaachilia kanguvu kidogo tu. Wakati mwingine uombi kabisa. Sasa hizi hofu za kawaida, haya mashaka ya kawaida, nataka nikuhakikishie anguko lako linakuja. Maana Mungu anakusemesha na hauchukui hatua inayoendana na nini? Na tatizo. Na ndio maana lazima uombe mpaka uone hicho kitu kimetokea. Shetani alitaka kuzimisha safari ya Yesu ya ukombozi. Yesu akiwa amekaribia mwisho kabisa, alitaka kuzimisha ile biashara.
Yesu akakosa utulivu, akakosa amani. Biblia inasema alisikia huzuni kiasi cha kufa kabla ya kifo. Ibilisi anataka kuzimisha nini? Anataka kuzimisha ajenda ya ukombozi. Sema huyu anajifanya yuko serious, hii ajenda hatafanikiwa. Kwa anataka kuzima hicho kitu. Angalia kilichotokea. Yesu alipogundua hiyo project inataka kuzimishwa, alikimbilia wapi? Halo, si mnajua tuko kwa lazima haya ndio mambo ya kuyakumbuka. Jina la Yesu libarikiwe sana. Yesu alikimbilia wapi? Alikimbilia mlimani, alikimbilia Getsemani. Aliwaambia wanafunzi wake, nina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Twendeni tukafanye nini? Tukaombe. Ninasikia huku ndani kuna kitu hakiko sawa. Ninasikia huku ndani kuna kitu hakiko sawa. Ninasikia huku ndani kuna vitu havitokei. Ninasikia huku ndani hii safari sijui kama nafika mwisho. Ninasikia huku ndani hiki kitu sijui kama kinazaliwa. Naomba mnisaidie. Twendeni tukaombe. Kachukua wanafunzi wake, wakafika mpaka mlimani, sehemu ya maombi. Anajaribu kufuatilia hilo tukio kwenye ulimwengu wa roho. Anaambiwa kabisa, maombi ya wanafunzi wako wote 12 hayakusaidii kitu. Tafuta watatu wenye mzigo tofauti. Tafuta watatu wenye mzigo tofauti. Hivi unaelewa, umeenda na wanafunzi wote 12 unatamani wakusaidia kuomba, alafu ghafla Roho Mtakatifu anakuambia sikiliza wewe, hao wengine wote hawakusaidii sahihi. Tafuta watatu ambao watasukuma kwa nguvu. Kachukua Petro, Yakobo na Yohana. Akasema nyinyi wengine bakini hapa, nyie twendeni. Lakini wanajua ajenda ni maombi. Wamefika naye kule, akawaambia sikilizeni. Hali nilionayo ni tete. Mazingira nilionayo sio sawa. Ninafili kwenye mwili wangu, ninasikia kwenye mwili wangu kuna kitu hakiko sawa. Ninaona sifiki ninakoenda. Ninaona kile nilichokijia hakizaliwi. Ninaona kile ninachokitafuta hakitokei. Ombeni na mimi hapa mpaka hicho kitu kirudi tena. Ombeni na mimi hapa mpaka nione hiyo hali inatokea tena. Tafsiri yake ni nini? Ile taa imezimwa. Kuna mapambano makali. Biblia inasema akaanguka. Hebu sema akaanguka. Sio akajiangusha. Elewa maandiko. Kwa sababu ya hali aliyokuwa nayo, maandiko yanasema akaanguka kifudifudi. Hali aliyokuwa nayo ni tete. Baba, ikiwezekana naomba tu nisaidie. Hali yangu ni mbaya. Sioni tena kama hii kitu naweza kuendelea nacho. Sioni tena kama hii taa inaenda kuwaka huko mbele. Sioni tena kama hii project inafanikiwa. Kwani wewe Mungu huwezi kuokoa watu kwa njia nyingine? Mbona una njia nyingi tu? Lazima mimi. Akikuwa kitu chepesi. Lakini nini ninachotaka kukuonyesha? Hakupuuzia, hakubaki nyumbani. Halo. Hakubaki kwenye ratiba zake. Pamoja na kwamba anamwambia Baba, ikiwezekana kombe hiki kiniepuke, lakini yuko wapi? Yuko kwenye maombi, anang'ang'ana na Mungu, anang'ang'ana na Baba yake. Mungu nisaidie, hali ninayoiona sioni nikiendelea. Sioni hili jambo likifanikiwa. Mungu wangu na Baba yangu, ninaomba unielewe. Ikiwezekana tutafute mfumo mwingine. Lakini yuko wapi? Kwenye maombi. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unamlaumu Mungu ukiwa wapi? Halo. Bwana asifiwe. Wewe unamnungunikia Mungu ukiwa wapi? Yaani haya mambo bwana, hii mikosi sijui kwa nini inaniandama. Mimi nashindwa hata kuelewa. Huu mwaka umeanza na balaa, huu mwaka umeanza na nuksi kweli.
Yaani mimi nashindwa hata kuelewa. Sijui kama nitatoboa. Yaani kweli ng'ombe wa maskini hazai. Hata akizaa anazaa dume. Yaani haya maisha, yaani ni mahangaiko tu. Yaani ni mateso tu. Unaongea hayo yote ukiwa wapi? Ukiwa wapi? Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mwenzako ambaye ni lolo modo wetu, kiongozi wetu, mfano wetu wa kuigwa, aliposikia hiyo hali, alikimbia wapi? Alikimbilia kwenye maombi. Ninakuombea hiyo neema katika jina la Yesu. Shetani hatakuweza hapo, hatafanikiwa hapo. Mbinguni wanapotazama wanaona kabisa Yesu anaomba maombi tofauti. Wanaona kabisa anachokifanya ni tofauti. Yaani kuna uchungu umempata. Haoni tena nuru mbele yake. Haoni tena mwanga mbele yake. Haoni tena akivuka ng'ambo ya pili. Wakafuatilia ni nini kinachozuia asione ng'ambo ya pili? Ni nini kinachomzuia asione kuvuka? Ni nini kinachomzuia asione hatua anayotakiwa kuiendea? Nini kimezimisha taa ya maono aliyokuwa nayo mara ya kwanza? Nini kimezimisha taa yake? Nini kimezuia kile alichokuwa anaona haoni tena? Nini kimezuia kile alichokuwa anakiamini hakiamini tena? Manake kuna taa imezimwa. Mbinguni wakafuatilia wakasema ni kiwango cha nguvu kimefanya nini? Kimepungua. Ni kiwango cha nguvu kimepungua. Maandiko yanasema akaagizwa malaika amebeba nguvu maalum za kumsaidia Yesu kuona tena ng'ambo ya pili, kusikia tena anachotakiwa kukisikia, kuendelea tena na safari. Kwa nini? Kwa sababu ibilisi alishughulikia zile nguvu ambazo zinaachilia neema ya kuona wapi anaenda. Unisikilize, unaweza ukaibiwa nguvu zako zote na taa yako ikafanya nini? Kazimika. Ukisikia mtu amekata tamaa, maana yake ameibiwa nguvu. Ameibiwa nguvu ya kuendelea. Mtu anapokata tamaa, maana yake ameibiwa neema ya kuona kinawezekana tena. Zile nguvu zikishaondoka ndani ya mtu, nini kinafuata? Taa yake inaizimika. Na ndio maana unaona kwenye ile Isaya sura ile ya 35 anazungumza vizuri sana. Anasema itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Kwenye ule mstari wa 3 anasema itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Waambieni walio na moyo wa hofu, msiogope. Nini ninachotaka ukielewe? Usiruhusu shetani akaiba neema yako mpaka taa yako ikafanya nini? Ukigundua ghafla utayari wako unaondoka, ghafla kibali chako kinaondoka, ghafla neema yako inaondoka. Ulikuwa unaomba uombi tena, ulikuwa unatafuta utafuti tena. Ile neema iliyoko ndani imefanya nini? Imeondoka. Hiyo ni taa nyekundu kwako. Ni taa nyekundu kwako. Anza kung'ang'ana na maombi. Unisikilize mtoto wa Mungu, itakusaidia. Omba hata ukiwa unalia. Cha msingi endelea kufanya nini? Kuomba. Omba hata ukiwa na uchungu moyoni. Cha msingi unafanya nini? Unaomba. Omba hata ukiwa unalalamika. Cha msingi unaomba. Si mnajua Habakuki alijibiwa malalamiko? Sasa bora aliyejibiwa malalamiko kuliko ambaye hajaomba kabisa. Halo. Na baada ya yale malalamiko Mungu alimsaidia. Baadaye alikuja kusimama kwenye zamu yake na akaomba kitu sahihi. Nachotaka nikuhakikishie, haijalishi mazingira unayokutana nayo,
haijalishi ugumu uliopo, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kusonga mbele. Haijalishi. Kama Yesu walizuia, we ni nani mtu wa Mungu? Kama Yesu alifika mahali pa kuchoka, kama Yesu alifika mahali pa kukata tamaa, kama Yesu alifika mahali haoni mbele anakoelekea, haoni tena ile neema ya kumvusha, haoni tena akiuendea msalaba, na ndio ameujia, na ndio ameujia. Yesu alikuja kinabii, si unajua? Walitabiri ujio wake miaka 500 iliyopita, lakini bado alikabiliana na kila aina ya upinzani, bado alikabiliana na kila aina ya ugumu. Ibilisi mchana na usiku atatafuta wapi unaelekea, azuie neema yako, azimishe taa yako, azimishe kibali chako. Bwana akakutetea na kukusaidia katika jina la Yesu. Usikate tamaa wala usirudi nyuma, wala usione haiwezekani kwa sababu ya kinachoendelea. Mungu akupe neema ya kusonga mbele. Hiyo ndio neema ninayokuombea katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usimame mahali ulipo. Twende mbele za Mungu wetu tena kwa maombi. Nini ninachotaka Mungu akusaidie ndani ya moyo wako? Ujue kabisa ibilisi akijua mahali unakoelekea, mapambano yake makali yatakuwa ni kuizimisha hiyo taa yako. Akijua mahali unakoelekea, mapambano yake makali yatakuwa ni kuizimisha hiyo taa yako. Hiyo taa isiendelee kuwaka. Kumbuka, kuna watu wengine taa yao haiwasaidii wao tu, inasaidia na watu wengine. Fikiri kama hiyo taa ambayo Mungu amekupa, fikiri kama hiyo taa ambayo Mungu amekupa inasaidia na wazazi wako. Manake ina maana ibilisi akizima hiyo taa yako, na wazazi wako hawaoni tena. Fikiria kama hiyo taa Mungu aliyoiweka ndani ya moyo wako inasaidia na watoto wako. Manake ibilisi akiizima, na watoto hawaelewi tena wanaelekea wapi. Fikiri kama hiyo taa inasaidia na mke. Fikiri kama hiyo taa inasaidia na mume. Fikiri tu. Kama hiyo taa yako ikiwaka inasaidia familia nzima. Fikiria tu. Utaelewa mapambano yatakayo kuwepo kuhakikisha hiyo taa inafanya nini? Inazimika. Siku zote lazima Mungu akupe hiyo neema. Kuna watu maombi anayoyaomba ndio yanayosaidia watu wengine kustahimili. Kuna wakati fulani maamuzi unayoyafanya ndio yanayowainua na wengine. Kuna wakati fulani mahali unakoelekea ndiko kunakomsaidia na mwingine aliyoko nyuma. Kwa ibilisi anajua kabisa, nikimzimisha huyu mama, nikimzimisha huyu dada, nikimzimisha huyu kijana, nikizimisha hii kazi, nikizimisha hii biashara, nimezimisha vitu vingi sana vinavyoendelea. Na ndio maana hata siku moja usije ukampa ibilisi nafasi. Tunapoenda mbele za uso wa Mungu, ng'ang'ana na Mungu wako. Ni taa yangu ipi imezimika? Taa yangu ipi imezimika? Wapi kumeachiliwa giza kwenye maisha yangu? Wapi kumeachiliwa giza kwenye maisha yangu? Ni eneo lipi sifanyi ninavyotakiwa kufanya? Ni eneo lipi siendi sawa sawa? Nakumbuka mahali tulikotoka nilikuelekeza, nilikakwambia. Unaweza ukakuta umefanikiwa kwenye eneo moja, lakini eneo lingine limetiwa giza. Unaweza ukakuta kuna mahali unaenda vizuri, lakini kuna eneo lingine ibilisi amelipiga giza. Unapoenda mbele za uso wa Mungu unamwambia Mungu, eneo lolote ambalo limetiwa giza, maana yake ni eneo ambalo halina matokeo. Hatutaki kujua ni giza la aina gani. Wakina Paulo walikuwa hawazuiwi wasihubiri, walikuwa wanazuiwa wasipate kibali kwa yule mheshimiwa. Kwa kitendo tu cha wao kukosa kibali, automatically milango yote kwenye ile eneo imefanya nini? Imefungwa. Kwa unamuuliza Mungu, ni wapi ambapo kitu changu kimezuiwa? Ni wapi ambapo kitu changu kimeshikiliwa? Unang'ang'ana na uso wa Bwana. Mungu nisaidie kutoka. Jina la Yesu libarikiwe.
Kama kuna taa imezimika, Mungu iwashe tena hii taa. Iwashe tena kwenye afya yangu, iwashe tena kwenye uchumi wangu, iwashe tena kwenye ndoa yangu, iwashe tena kwa watoto wangu, iwashe tena mahali ambapo nimezuiwa nisionekane. Bwana Yesu, washa tena hiyo taa. Inawezekana imezimwa kichawi. Umesema kwenye neno lako hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli. Umesema kwenye neno lako Bwana, utaniokoa na mkono wa watu wabaya. Nguvu zako ziingilie kati. Jina la Yesu libarikiwe. Ng'ang'ana na Mungu mpaka hiyo taa iwake tena. Kama kuna kitu umegundua kimepandwa, kama kuna kitu umegundua kimepandwa, mwambie Mungu, chochote kilichopandwa na madhabahu za giza ili kuzimisha taa yangu, chochote kilichopandwa leo ninaking'oa kwa moto na damu ya Yesu. Ninaking'oa. Kwa maombi yako yawe ni maombi ya kurudisha taa yako, lakini yawe ni maombi ya kung'oa kitu chochote kilichopandwa ili kuzima pando lolote, pandikizi lolote lililotengenezwa ili kuzimisha. Damu ya Yesu ikanene mema kwa ajili yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ninamwamini Bwana Yesu hatuletei somo bila sababu. Kuna watu ambao taa zao zinaenda kuwaka tena wiki hii. Kuna watu ambao taa zao zinaenda kuwaka tena. Kuna watu ambao neema zao zinaenda kurudishwa tena. Akati ninamuuliza Mungu kuhusiana na somo la kufundisha, Mungu aliniambia nataka kuwasha taa. Aliniambia nataka kuwasha taa. Nilijaribu kufanya kitu kingine, Roho Mtakatifu akaniambia nataka kuwasha taa. Nataka kuwasha taa. Taa yako Mungu anaenda kuiwasha tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wana maombi maalum na unahitaji neema ya kukuongoza, kuna kitabu kinaitwa Maombi ya Kushindana au Maombi ya Vita. Ni kitabu kina miongozo mizuri sana ya kukusaidia, kiko pale nyuma. Kitakusaidia sana kwenye hilo eneo la namna ya kushughulika na hivyo vitu kwenye ulimwengu wa roho. Ni shilingi 5,000 tu. Utapata hiyo nakala yako. Unaweza ukalipa kwa keshi au kwa M-Pesa. Ni kitabu kitakusaidia. Lakini kuna vitabu vingine unataka kufuatilia kwenye eneo la fikra na namna ambavyo giza huwa linaweza likaachiliwa kwenye fikra za mtu. Kuna kitabu kinaitwa Ukombozi wa Fikra. Hicho kinadili na fikra tu. Lakini unaweza ukafuatilia namna ambavyo maamuzi yanaweza yakazuia. Kuna kitabu kinaitwa Nguvu ya Maamuzi. Lakini kuna kitabu kingine kinaitwa Nguvu ya Maono. Viko pale nyuma, ni vitabu vizuri sana, vitakusaidia. Na kuna kitabu cha Uongozi wa Roho Mtakatifu pia, vitakusaidia kwenda hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukashika sadaka yako ambayo Bwana amekupa. Tutamwabudu Mungu kidogo, alafu tutaingia kwenye haya maombi ambayo natamani tuyaombe jioni ya leo. Pata nafasi ya kumkaribisha mtu mwingine kwa ajili ya siku ya kesho. Lakini pia asubuhi tunaendelea na maombi hapa. Mungu akupe neema pia ya kuja kuomba asubuhi. Yes. Ni kubwa inakuisha roho yangu, ninakusifu Baba kushukuru. Neema
familia yangu, taa ya nyumba yangu, taa ya uchumi wangu. Kila pando ambalo hujalipanda leo kwa damu ya Yesu ninaling'oa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Taa iliyozimishwa ninaiwasha tena jioni ya leo, kwenye afya yangu, kwenye uchumi wangu, kwenye jina langu, kwenye nafasi yangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya uchawi iliyozimisha taa yangu, roho ya giza inayotafuta taa yangu, leo kwa damu ya Yesu achia, kwa jina la Yesu. Una mamlaka, achia kibali changu, achia taa yangu, achia nafasi yangu, kwa damu ya Yesu. Taa iliyozimishwa kwenye uchumi, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye familia, leo naiwasha tena, naiwasha tena, naiwasha tena. Ile nuru iliyozuiwa leo ikang'ae tena, ikaangaze tena. Ule utukufu ulioondolewa leo na urejesha tena, na urejesha tena, na urejesha tena, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea sasa kuachilia damu ya Yesu, endelea sasa kuachilia damu ya Yesu, endelea sasa kuachilia damu ya Yesu. Batilisha kila ndoto iliyokuja kupandikiza kitu cha uovu kwenye maisha yako. Hiyo ndoto uliyoota unaibiwa viatu vyako, hiyo ndoto uliyoota unaibiwa kibali chako, hiyo ndoto uliyoota unafukuzwa, unatapeliwa, unapoteza. Hizo ndoto ulizoota zilizolenga kupandikiza roho ya uovu, roho ya mabaya, hizo ndoto ulizoota zilizolenga kuzimisha taa yako, leo kwa moto na damu ya msalaba, kwa moto na damu ya mwana kondoo, kwa moto na damu ya mwana kondoo, hiyo taa iliyozimishwa, 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 oh, ninaiwasha tena, ninaiwasha tena, ninaiwasha tena, ninaiwasha tena. Hiyo taa iliyozimishwa, 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 ninaiwasha tena kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto na damu ya msalaba, kwa moto na damu ya mwana kondoo. Oh, ninaiwasha tena, ninaiwasha tena. Rapa korebo seke, rebo saka. Hiyo taa walioizimisha kwa mtoto wako ninaiwasha chini ya leo. Walioizimisha kwenye uchumi, walioizimisha kwenye biashara, ninaiwasha tena, ninaiwasha tena, ninaiwasha tena. Hilo pando lililolenga kukuzimisha, hilo pando lililolenga kukuondoa kwenye nafasi, oh, leo tunaling'oa, 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 tunaling'oa. Rando lebo seke, repo korobo saka, randa raba korea basaya, repo seke, rebo saka. Nuru yako ikang'ae tena, kibali chako kikarejee tena, heshima yako ikarudishe tena, hiyo mamlaka yako ikakurudie tena, huo utukufu wako ukakurejee tena. Roho ya uchawi achia kibali, achia afya, achia kazi, achia mahusiano, achia kwa